Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Huu ni mwendelezo wa darasa letu ambalo lina mwongozo unaosema agizo kuu kutengeneza wanafunzi. Agizo kuu kutengeneza wanafunzi. Na hii ni sehemu ya pili ambayo tunaiangazia kwa undani lile agizo la Bwana wetu Yesu Kristo alilotuagiza katika Mathayo 28:19 kwamba tuenende ulimwenguni kote tukafanye mataifa kuwa wanafunzi. Msisitizo ni hapo, tukafanye mataifa kuwa wanafunzi na kuwafundisha kuyatii yote aliyotuamuru Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo lengo hili ni kujifunza huyu mwanafunzi ni mtu gani, na tukaona mwanafunzi ni mtu ambaye amekubali kuamini, lakini pia amekubali kumfuata Yesu. Utaona mitume wote walipoitwa waliweza kumfuata Yesu. Kuna watu ambao wanapokea wokovu lakini hawamfuati Yesu. Huyo mtu hatuwezi kusema ni mwanafunzi. Mwanafunzi ni lazima awe mtu ambaye anakaa chini kufundishwa. Ndio maana hata tafsiri ya wanafunzi ni kukaa chini kufundishwa. Kwa hiyo mtu ambaye asikaa chini na kufundishwa, huyo sio mwanafunzi. Na tuliona hatua za kuchukua wewe kama mhubiri ambaye unahubiria watu na kuwafanya kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tukaona hatua ya kwanza ni wokovu na kuwafanya mfuate Yesu, lakini hatua ya pili ni kuwafundisha utii. Tuliona kwa undani katika madarasa hayo. Ikiwa kupata maelezo yake, basi tembelea darasa hili katika YouTube channel yetu, utapata sehemu ya kwanza uweze kujifunza kwa undani. Na hii ni sehemu ya pili ambapo tutaenda kuangalia tena mambo matatu au hatua tatu za mwisho ambazo ukizichukua hizo, basi utakuwa umemfanya huyu mwanafunzi kuwa mwanafunzi kweli kweli wa Yesu Kristo. Mwanafunzi ambaye Yesu anataka awe. Kwa namna nyingine, mkomavu, yule ambaye Yesu anataka awe aliyekomaa. Na hatua hizi ni muhimu sana. Na kama ulipitia darasa lililopita, tulijifunza tukaona kabisa kwamba lazima wafundishe kuwa watii. Maana yake ni kwamba wafundishe kuyatii yale yote Yesu aliyotuagiza. Sasa na Mathayo 28:20, wafundishe kujifunza kusamehe, kuachilia, upendo, utakatifu, unyenyekevu, upole, uaminifu na mambo hayo ambayo ni matunda ya Roho. Lazima wafundishe haya mambo ili wawe imara na thabiti katika swala la imani. Lakini hatua ya tatu ya kumfanya mtu kuwa mwanafunzi kweli kweli ni hatua ambayo anapaswa ichukue. Na yenyewe ni hatua ya kujikana au kupoteza. Kujikana au kupoteza. Kwa mfano, ukisoma kile kitabu cha Luka sura 14 mstari 26, angalia Yesu anasemaje kuhusiana na wanafunzi. Angalia pale, wakuta makutano akaambia hivi. Tuanze mstari 25, anasema makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume au wake, naam hata nafsi yake mwenyewe, hawezi. Umeona? Anasema naam, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Anasema mtu yeyote asiyochukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumalizia baada ya kupiga msingi? Watu wote wanao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule atakaye kuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, utume ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hii ni gharama ya wanafunzi. Na wanafunzi, kumbuka, ni jambo endelevu. Ukishaweza hatua ya kwanza na pili, lazima ukamilishe ya 3 na 4 na ya 5. Kwa sababu Yesu anatuambia ni mtu gani ambaye asiyepiga gharama ya ujenzi wake. Sio anaanza alafu mwisho wa siku anishia katikati, watu watamcheka. Kwa hiyo pia wanafunzi una gharama. Na lazima ujue kabisa kwamba hata ule mtu unaenda kumtengeneza, kwamba kuna vitu ambavyo atalazimika kuviacha na kuna vitu ambavyo atalazimika kuvipoteza. Huo ni ukweli usiopingika. Ndio maana hapa anasema mpendee baba au mama kuliko mimi. Anawaambia makutano, mnataka kuwa wanafunzi wangu, alafu bado mnaendelea kupenda mapenzi ya wazazi wenu. Mnaendelea kupenda mapenzi ya jamii zenu. Kwa mfano, wewe ni Mkristo lakini bado kwa sababu familia yako inafanya matambiko, unasema na mimi kwa sababu ya familia ngoja nikafanye na mimi matambiko.
hapo umependa baba au mama kuliko Yesu Kristo. Watoto wako kwa sababu hawana habari za Mungu, nasema mimi nikimtafuta Mungu watoto wangu wataacha kunihudumia. Tayari umependa mwana. Umeona? Kupenda bosi wako, unasema nikianza kuvaa vizuri basi nitafukuzwa kazi. Tayari umependa watu wengine. Kwa hiyo kuna kupoteza katika swala la kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Wakristo wengi hawataki kupoteza, na ndio maana wanashindwa kumzalia Yesu matunda. Ndio maana wanashindwa kuwa wanafunzi kweli wa Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Hawana muda wa kupoteza, hawana muda wa kuacha vitu vyote. Yesu anataka tuiache mioyo yetu, tutoe katika vitu vya ulimwengu huu, tutoe katika hata mali. Maana yake kwamba hata kitokeo umepoteza mali, je, utakuwa tayari kufuatana na Yesu? Yesu akichukua mali zako, utakuwa tayari kuendana naye? Kwa hiyo ni lazima ufahamu kwamba unapokuwepo duniani unakufa kila siku. Na Yesu anasema chembe angani usipoanguka na ikaoze tabaki katika hali ile. Lakini kianguka na ikaoze tatoa mazao mengi sana. Kwa kuwa mwanafunzi wa Yesu ni kujikana nafsi. Kuwa mwanafunzi wa Yesu ni kujikataa hata wewe mwenyewe. Kuwa mwanafunzi wa Yesu ni kukataa mapenzi ya watu wengine. Yaani ni kukubali kisu kipite. Ukikataa kisu kupita bado hujawa mkamilifu. Na hiyo sio kwamba Mungu anafanya ili kukuharibu, lakini Mungu anafanya ili kukujenga. Mambo mengine hayawezi kutoka isipokuwa yameondolewa kabisa ndani yako. Hata dhahabu ambayo imechanganyikana na uchafu, ile dhahabu huwezi kuisafisha kwa maji, itabidi upitishe katika moto. Iyeyushwe kwanza, ule uchafu ukae chini, au uchafu uende juu, dhahabu ibaki chini. Toa uchafu, bakiwa na dhahabu pure. Hivyo lazima kuna moto, lazima ukubali upite juu yako. Lazima upanga upite. Yesu anasema nimekuja kuleta upanga duniani kumfitini mtu na baba yake. Nimetupa moto duniani. Kwa hiyo kuna hichi kitu lazima ukifahamu. Yesu hakuja kuleta amani ulimwengu, hapana. Kwa hiyo sidhani kwamba unapomfuata Yesu kila kitu kitakuwa okay. Lakini unapomfuata Yesu lazima ufundishwe, na lazima wafundishwe wanafunzi wako kwamba majaribu utakutana nayo, kuchukiwa, kutengwa, wakati mwingine kupigwa, kudhihakiwa, wakati mwingine kutendwa mambo ya ajabu, hata wakati mwingine kuuawa kwa ajili ya Yesu Kristo. Hapo ndo unakuwa mwanafunzi kweli wa Yesu Kristo. Na hapa ni pagumu sana. Watu wengi wanapakimbia. Lakini ukweli ni kwamba lazima wafundishe wanafunzi wako kuwa thabiti katika eneo hili. Na ukiona mwanafunzi wako anaweza kustahimili kipindi na majaribu na nyakati kama hizi, ujue huyo ni mwanafunzi wa Kristo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii hatua lazima wafundishe ukomavu huu. Kwamba kuna kuacha vitu vyote, kuna kupoteza, kuna wakati mwingine kutokueleweka, kuonekana umerukwa na akili, kuonekana kichaa kwa sababu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hii ni hatua ya 3. Ya kwanza tulishaona, ya pili, hii ni ya 3. Sasa hatua 4 ambayo unapaswa sasa uchukue wewe kwa mwanafunzi wako ambaye umemhubiria au umemvuta kutoka katika dhambi na katika ulimwengu, ni hatua ya kumhakiki. Hii hatua kumhakiki maana yake ni hatua kwanza inakuja kwa kutengeneza mahusiano. Mahusiano ni nini? Ni aidha kutembea nao, kukaa nao, kwenda kufanya nao injilisti, kwenda kufanya nao huduma. Kumbuka Yesu alikaa na wanafunzi wake. Yesu hakutengeneza tu kipindi tu cha mafundisho alafu basi tunakutanika na wafundisha kila mmoja aende na njia yake. Yesu alikaa na wanafunzi wake muda mwingi. Alikula nao, akaongea nao, asikilize mazungumzo yao yakoje, asikilize mienendo yao ikoje. Hata walipokwenda kuomba, wamsikie Yesu anaombaje ili wenyewe wajifunze kuomba. Lazima ujifunze kutembea na watu wako. Unapokuja mikesha, walete njoo na wanafunzi wako mikesha. Unapoenda katika maombi, nenda na wanafunzi wako katika maombi milimani. Ndio. Unapokwenda hata wakati mwingine kula, tembea uangalie wanatembeaje, wanaishije, wanaendaje katika maisha. Unaweza kuwa na mwanafunzi unadhani mwanafunzi anaendelea vizuri, kumbe anakutana na wewe tu na pretend. Lakini behind the scene maisha yake ya nyuma yuko mbali na wewe. Na hapo ndipo utakapoweza kutofautisha magugu na ngano, na wanafunzi watiifu na wale ambao si watiifu. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo lazima ulihakikishe unalisimamia kwa undani. Na hapa ndipo ambapo wanahitaji kuongozwa ili wakuone wewe. Wanahitaji kukuona wewe kivitendo. Wanataka waweze kufundisha, waweze kuhubiri. Watawezaje kuhubiri kama hawaoni yule anayehubiri anahubirije? Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Timotheo utaona Paulo alivyomtengeneza Timotheo. Tusome pale, itatusaidia sana hii kwa sisi ambao ni wahubiri wa Injili na sisi ambao ni watumishi wa Mungu. Soma kile kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, sura 3 mstari wa 10. Angalia hapa Paulo anachomwambia Timotheo. Anamwambia hivi, anamwambia maneno haya. Angalia anamwambia haya maneno haya. Bali wewe umeyafuata mafundisho yangu
anamwambia Timotheo, umeyafuata mafundisho yangu. Kwa sababu gani? Alimuona akifundisha, na mwenendo wangu, aliona mwenendo wake, na makusudi yangu, na imani, na uvumilivu, na upendo, na saburi, tena na adha zangu na mateso, mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio na katika Listra. Kila namna adha niliyostahimili, naye Bwana aliniokoa katika hayo yote. Umeona, anasema umeyafuata mafundisho yangu, mwenendo wangu, makusudi yangu, imani yangu, uvumilivu wangu, upendo wangu, saburi yangu na adha zangu. Kwa hiyo lazima wakuone unavyopenda, wakuone unavyovumilia, wakuone unavyoenenda, ili waige nyendo zako. Unaambiwa katika darasa zuri la kufundisha mtu, wanasema mwanafunzi wa Kristo anaiga kwa haraka mwenendo wako kuliko mahubiri yako. Kwa jinsi unavyotenda ndivyo ambavyo wale unaochunga ndivyo na wenyewe watakavyokuwa. Sio vile unavyohubiria na kuwafundisha masaa 20. Kwa hiyo zingatia sana kuwatengeneza kimwenendo pale ambapo unaenda nao. Kwa hiyo usiwatenge wanafunzi wako, wala usiwaete katika lecture room kuwafundisha tu alafu basi ondoka. Tembea nao, kula nao, ishi nao, fanya kila kitu pamoja na wao, kahubiri nao, kaombe nao. Wataiga na vitu vingine utarekebisha. Utaona mapungufu yao, utarekebisha. Utamwona ile mlegevu, utamthibitisha. Utamwona ile mvivu, utamuinua tena. Ndivyo ambavyo unatengeneza wanafunzi ambao ni wanafunzi kweli kweli. Lakini hatua ya mwisho sasa, akishapitia hizo hatua zote, huyu tayari ni mwanafunzi ambaye tayari sasa ana uwezo sasa wa kuruhusiwa sasa kwenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Yaani maana yake kwamba ameshafikia hatua ukomavu ya yeye kusimamia na wengine kuyafanya kama yale yote aliyomwagiza. Sasa hapa naenda anaenda kuwatengeneza wanafunzi. Ndio tunarudi kwenye ile andiko la Mathayo 28:19 na kuendelea. Anasema, Yesu anasema mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, kwa sababu wale wanaenda kuwafanya kuwa wanafunzi tayari wameshakuwa wanafunzi. Kwa ndio maana mitume walipotoka pale wakaenda kuwafundisha watu vile vile walivyopitishwa na Yesu Kristo. Na ndivyo ambavyo sasa wewe unafikia hatua hii sasa. Hii hatua ni ya kuachilia. Sasa kuachilia maana yake nini? Kwanza kuamini kwamba anaweza kufanya vitu vikubwa zaidi ya vile vya kwako. Yesu aliwachukua kaanza kuwatuma. Unaona, Yesu alichukua kaanza kuwatuma. Akatuma wawili, akamwambia toeni pepo, fufueni wafu. Unaanza kuwatengenezea ujasiri wao kuweza kwenda kuwatengeneza wengine. Unawekea mikono, unaombea, unaambia nendeni. Na hapa pia wewe kama ni mchungaji, jifunze kuachilia watu mimbari, vijana mimbari, wale waliohubiria mimbari. Sio kila wakati utahubiri wewe. Unaachilia wengine wafundishe, unaachilia wengine wahubiri. Waanze kutendea kazi karama ambazo Mungu kazeka ndani yao. Utaona Mungu akiwatumia kwa ukubwa sana. Ukishafikia hatua hii, ukitaka kumjua huyu tayari kashakomaa kwa mwanafunzi, utaanza kuona anaanza kupunguza kukutegemea wewe. Yaani kila fundisho unalolifundisha kwake alioni kama vile tena ni lina nguvu. Anaona kama hamna kitu kipi unachompa. Sasa ukishamuona mtu kashakuwa hivi, usianze kusema huyu mtu ana kiburi. Lakini maana yake ni kwamba kashakomaa, anahitaji kutoka pale kwenda kuwatengeneza watu wengine walio wachanga. Kwa sasa ukishafikia stage kama hii, jipige kifua sasa. Sema kweli nimemtengeneza mwanafunzi kweli kweli. Akitoka hapo anaenda kuwaleta mamia, maelfu, makumi, hata 5 kwa Yesu Kristo. Na utakuwa umetengeneza watu majemedari katika roho. Yesu anasema hapa umeifanya kazi ya Mungu kweli kweli. Kwa hiyo hapa jifunze pia kwa kama wewe ni mchungaji na una makanisa au una matawi, fungua matawi kawaweke kule. Wengine watatamani kutoka, waachilie waende, wakafanye huduma, wakafanye kazi ya Mungu, wakamtumikie Mungu. Wala usiwe na hofu kwamba hawa wameondoka, hawa wamefanya, lakini fahamu kwamba umekwisha kumtengeneza mtu, sababu yako ni kubwa sana mbinguni. Kwa hiyo jifunze kuachilia hawa watu. Jifunze kuwapa nafasi ya watu. Jifunze kuamini hawa watu. Usiseme atashindwa huyu, itakuwaje, watu watamuelewaje? Mpe nafasi, hata kikosea mpongeze. Mwambie pale ulifanya hivi, basi Mungu anaendelea kutia nguvu. Utaona anaanza kuimarika, anaanza kumsha siku anakuwa kama wewe. Na ndio maana Yesu alisema na kazi kubwa zaidi hizi na nyinyi mtazitenda. Furaha ya mchungaji, furaha ya kiongozi ni pale kuona mwanafunzi wake anafanya makubwa hata zaidi ya yale aliyotenda. Hiyo ndio inatuonyesha kwamba sisi tumekomaa katika uongozi, tumekomaa katika utumishi, tumekomaa katika agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hizi hatua 5 zizingatie sana wewe ambaye unaongoza watu. Mfanye mtu kuokoka, lakini pia amfuate Yesu, aje katika kanisa au aje katika darasa. Paulo ukisoma Matendo sura 19, ukisoma pale utaona akawatenga wanafunzi katika darasa linaloitwa Tirano. Kwa
Kwa hiyo anawatenga wanafunzi ili kuwafundisha sana. Kwa kishafundishwa, kishatengwa, kishakubali, unawafundisha mambo ya maombi, unawafundisha kusoma neno, unawafundisha kumjua Yesu Kristo, misingi ile imani mikuu. Unawafundisha, baada hapo unaleta katika matendo kutii. Hatua pili, kutii. Yesu anasema mkiwafundisha kutii yale yote niliyoagiza. Wanaanza kutii, maana kutendea kazi, kubadilika, kugeuka, kusamehe, kupenda, uvumilivu kiasi. Umeona? Na baada hapo unawafundisha sasa kujikana nafsi na kupoteza, kukubali kupoteza, kukomaa. Sasa huo ndio ukomavu wa wanafunzi. Vitu vingine wanatakiwa vikansel, wanatakiwa viache. Mambo yale ambayo washazoelea waache, wakae mbali, wakubali kuwa watumishi wa Mungu. Na baada hapo unaanza kuangalia sasa, wewe kama kiongozi unatembea nao, unafanya nao huduma, na mwisho wa siku unawaachia. Wanapokwenda kule utakuwa umefanya kazi kubwa sana. Na ndivyo ambavyo mitume waliweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni process na mchakato ambao unaweza ukachukua muda mrefu. Yesu alitembea na makundi haya. Yesu alitembea na mitume wake miaka 3 akiwatengeneza. Lakini walitoka 12, baadaye kwa 11 akaja na 12. Wale ndio waliweza kuleta mapinduzi ulimwenguni kote. Mwanafunzi mmoja aliyekamilika kama mwanafunzi kweli kweli ni bora kuliko mamia na makutano, maelfu ya makutano ya watu wanaofuata Yesu. Kwa leo kanisani watu wengi wamekuwa ni makutano. Hata kama hawasemi ni makutano, wamekuwa ni makutano. Kuwa mshirika haimaanishi ni mwanafunzi. Kuwa na dini haimaanishi kwamba ni mwanafunzi. Kusema nimebatizwa, nimeokoka, haimaanishi kwamba ni mwanafunzi. Je, unamfuata Yesu? Je, unatii? Je, unakubali kuacha vyote? Je, unakubali kufundishwa? Hapo ndipo ambapo tunapaswa tupazingatie. Mungu akubariki sana. Hili ni darasa limefikia mwisho wake, darasa la wanafunzi. Kwa hiyo agizo kuu unapolichukua, lichukue katika muktadha huo. Mungu akubariki sana. Tutaendelea na katika madarasa mengine. Ukiwa na swali, ukiwa unatamani kuchangia huduma hii, kuisupport kazi ya Mungu, basi kwa namba ambazo zinapita katika kio chako unaweza kuwasiliana nasi, na Mungu akubariki sana. Panapo wakati mwingine, Mungu akutunze. Shalom.